أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين مكار الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo tumo katika darsa ya 18 ya mfululizo wa darasa zetu za sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'ani, na aya tuliyoisoma ni katika surati al-Baqara aya 233 inayozungumzia masala ya kunyonya. Walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a, na wazazi wa kike wa kina mama wanawanyonyesha watoto wao miaka miwili kamili, haulaini kamilaini, lakini liman arada an yutimma ar-radha'a, kwa yule atakayetaka kutimiliza kunyonyesha. Aya hii tutarudi tutaiona huko mbeleni, lakini ni katika aya ambazo zinatupa mtiririko wa malezi ya Kiislamu kwa kuzingatia umri na kukua kwa mtoto. Aya hii ni miongoni mwa aya zinazozungumzia malezi ya Kiislamu kwa kuzingatia umri wa mtoto. Kwa hivyo aya hii inataja kipindi cha kunyonya cha mtoto. Jana katika darsa zetu zilizopita tuliona masala kadha wa kadha yanayohusu mtoto ndani ya familia. Tukaona malezi yanaanza lini, lakini baada ya hapo tukaona ukishachagua mke au mume, kinachofuata ni aina ya vyakula unavyokula. Tukaona kuna umuhimu wa kuchagua jina zuri kwa mujibu wa hadithi mbalimbali. Leo tuliahidi kwamba katika darsa yetu tutaanza kwa kudokeza masala ya aqiqa katika Uislamu, kwa sababu aqiqa vile vile ni sehemu katika malezi ya Kiislamu. Aqiqa ni kichinjo kinachochinjwa kwa ajili ya mtoto, na kimesuniwa katika Uislamu kwamba mtoto achinjiwe akifikisha siku 7, akiwa ni kijana wa kiume
basi achinjiwe wanyama wawili, ikiwa ni wa kike basi mnyama mmoja. Na kuna dua maalum zinazosomwa katika kuashiria kinga ya yule mtoto katika maisha yake. Kwa hivyo hakika ina malengo kadhaa. Miongoni mwa malengo hayo ni kinga kwa mtoto, lakini vile vile ni katika kuitangazia jamii kwamba umepata mtoto. Kwa hivyo pia ni sunna ukaalika watu wakashiriki katika shughuli hiyo, ukawaalika chakula vile vile wakala, ukamtambulisha mtoto mbele ya wageni utakaoalika. Ni moja katika masala ya kijamii ambayo yanasaidia kutambulisha mtoto kiumbe mpya alioingia katika jamii ya Waislamu. Lakini kubwa kuliko yote ni kwamba hakika ni sunna na ni kinga kwa mtoto. Ilivyo katika sheria ya Kiislamu ni kwamba hata kama wewe katika umri huu wa kwamba ni mtu mzima sasa hivi hukuwahi kufanyiwa hakika, ni sunna kwamba ufanye, kama ambavyo wazazi wako ikiwa hawakuwahi kufanyiwa ni sunna kuwa uwafanyie. Kwa hivyo haikomei tu katika siku 7 zile za kwanza za mtoto au siku ya 7, lakini kama mtu hakufanyiwa inapendekezwa kwamba afanyiwe katika umri wake kadri itakavyokuwa umri wake, hata akiwa ni mtu mzima. Ni sunna ya Mtume. Katika hadithi inasema hivi: kullu mauludin murtahinun au murtahanun biaqiqatihi, kila anayezaliwa huwekwa rehani kupitia aqiqa yake. Murtahanun, kuwekwa rehani kwa maana usalama wake uko rehani kupitia kile kichinjo. Ni kinga ya balaa mbalimbali. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu kujifanyia, na ni muhimu kufanyia watoto. An Jafar ibn Muhammad alayhi salam, katika hadithi yake anasema hivi: qal wal aqiqatu lilwaladi dhakari wal untha yawm as-sabi', aqiqa ni kwa ajili ya mtoto wa kiume na wa kike ile siku ya 7. Ile siku ya 7 taban, kama hukuwahi kumpa jina mtoto siku hiyo hiyo hakikisha pia umempa jina. Maana siku hizi ukishapata mtoto hospitalini pale wanakuuliza tayari ushampa jina kwa ajili ya usajili. Inawezekana ushampa, ahlan wa sahla. Tumeona katika baadhi ya riwaya kwamba unaweza ukalitoa hata kabla ya kuzaliwa. Kwa hivyo si lazima iwe siku ya 7, lakini ukitoa siku ya 7, ukiwa hujatoa ile siku ya aqiqa, hakikisha umetoa jina. Kisha hadithi inaendelea ikisema wa yusamma alwaladu yawma as-sabi, atapewa jina siku hiyo kama hakupewa, lakini tumeona anaweza kupewa kabla au kabla hata ya kuzaliwa. Wa yuhlaqu ra'suhu wa yutasaddaqu biwazni sha'rihi dhahaban au fiddatan, kisha mtoto yule aliyefikisha umri wa siku 7 anyolewe siku hiyo, anyolewe kichwa chake, alafu zile nywele zichukuliwe zipimwe, ule uzito wake patolewe sadaka ya dhahabu au fedha inaolingana na uzito wa nywele za yule mtoto. Ni katika sunna hizo kufanywa kwamba sadaka itolewe, apewe mwenye kuhitajia, lakini kiasi gani cha sadaka? Kadri ya uzito wa zile nywele za yule mtoto, kisha itolewe sadaka. Sasa katika fiqh kuna mambo mengi sana ya kusemwa kuhusu aqiqa, ikiwemo ile dua yenyewe kwamba pasemwe nini na litajwe jina la yule mtoto wakati wa kuchinja. Pana mengi ya kusemwa. Kwa mfano, pasivunjwe vunjwe nyama za yule mnyama aliyochinjwa, yani ile nyama itolewe tu katika zile mafasil joints, lakini mifupa isivunjwe. Lakini pia pakishaliwa mifupa ikusanywe, izikwe, ifukiwe katika ardhi.
miongoni mwa sunna zake hizo, na mengine mengi ambayo yamo katika vitabu. Kwa yule anayehitajia atayapata zaidi kwa mashekhe. Sasa la msingi katika haya tunayosoma sisi ni katika kumlinda mtoto, kwa sababu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Katika maana ya malezi ni ulinzi pia. Tulisema ulinzi wa mtoto kutokana na balaa mbalimbali ambazo zinaweza zikamsibu katika maisha yake. Hadithi ya Mtume inayofahamika na Waislamu kwa ujumla ni ile inayosema as-sadaqatu tadfa'ul balaa, sadaka huondosha balaa. Na sadaka hii ya aqiqa lengo lake ni kumuondoshea balaa huyu mtoto katika maisha yake. Kwa hiyo tulizingatie hilo. Hatuna haja ya kuzungumza sana katika hili la aqiqa zaidi ya hivyo. Katika mambo ya kudokeza kabla hatujaenda mbele ni kwamba mtoto vile vile inapendekezwa katika siku ya 7 ile, akiwa ni mtoto wa kiume, kwamba afanyiwe khitani. Kwa lugha yetu ya Kiswahili tunasema atahiriwe. Na tathir ni katika maneno tuliojifunza huko nyuma kwamba yanaashiria mambo ya malezi. Mtoto aondoshwe ile ngozi ya ziada katika maungo yake. Ni katika utamaduni wa Kiislamu na ni jambo linalopendekezwa kuanzia siku ya ngapi? Ya 7. Usimwache mtu mpaka likawa jitu zima tena ndio ukalipeleka hospitali likaanza kupigwa maganzi na nini, jitu zima likaanza kujifunga kanga. Ni vizuri mtoto mdogo akiwa na miaka 7 na ni siku 7 afanyiwe jambo hilo. Na ni katika malezi, kwa sababu miongoni mwa malezi ni kujali mwili wa mtoto na usafi wake. Imeitwa ni kutahiriwa kutokana na neno at-tathhiri, ni kusafishwa, kuwa msafi, kwa sababu ile ngozi hutunza uchafu, huweka uchafu. Na dunia imethibitisha kwamba lau kama inaachwa ngozi ile, mtoto yuko hatarini kupatwa na maradhi mbalimbali katika njia yake ya mkojo, kwa sababu ya kulimbikiza kwa uchafu pale. Sasa mafundisho wa Bwana Mtume ni kwamba mtoto huyu wa kiume na akafanyiwe hilo, awe msafi. Bali ni aibu kwa kijana, kwa utamaduni wa Kiislamu, kuwa baina ya wenzake ikiwa hajafanyiwa kitu kile. Na hivi ndivyo tulivyokulia, kwamba huona izara na soni hata kwenda haja mbele ya wenzake, kwa sababu amekwenda kinyume na utamaduni wa asili ambao tumeleleka sisi namna hiyo. Sasa ni katika usafi, kama ambavyo mzazi na mlezi anatakiwa azingatie kuoga kwa mtoto, usafi wake, mavazi yake, anakula katika mazingira masafi, ahakikishe kiungo chake vile vile kile kiwe kisafi wakati wote. Wazazi msicheleweshe hili. Mkichelewesha mtafikia mahala kuathiri malezi ya mtoto, kwa sababu mtoto ambaye atakuwa mtu mzima, amekwenda shuleni hali ile, amekwenda pengine mpaka sekondari hali ile, hukosa confidence mbele ya wenzake. Wenzake wakishajua kisha wakamtania, anapata ile uqdatul haqara, anajihisi inferior, mnyonge, na tabia ilivyokuwa kwamba hatoachwa na wenzake. Kwa hivyo ni vizuri sana kulizingatia hilo. Na hadithi inasema ya Imam Sadiq Abu Abdullah as-Sadiq alayhi salam qala amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, idha aslama ar-rajulu ukhtutina walau balagha 80 sana. Lau mtu akisilimu na katika mila yake huko alipotoka hakufanyiwa tohara hii, mwanaume huyo hakutahiriwa, Sayyidina Ali amirul mu'minin anasema basi na afanyiwe khitani hata kama umri wake ni miaka 80.
yani ni babu, madhala ameingia huku, usafi huu afanyiwe ili aendelee kuishi akiwa msafi, akiingia katika ibada awe msafi. Hivi ndivyo utamaduni wa Kiislamu katika haya mambo. Kwa hivyo ni miongoni mwa malezi, tulizingatie hilo. Sasa baada ya haya tuingie katika aya tuliyoisoma. Aya hii ya 233 kwenye surati al-Baqara ilikuwa katika mtiririko wa kuzungumza masala ya talaka. Mtu kamwacha mkewe, kampa talaka, kisha mke wake alikuwa na mtoto mdogo ananyonya. Mtoto pengine ana umri bado miezi kadhaa tu hivi ananyonya. Ndio aya hii ilishuka katika mazingira hayo. Vipi katika masala ya kunyonya, itakuwaje sasa? Mmeshaachana nyie, ni mkeo, alikuwa ni mkeo lakini si mkeo, lakini yule mtoto ni mwanao, inakuwaje? Ataendelea kuwa ni mwanao, unapaswa umtunze. Qur'ani inasema walwalidatu, pametumika alwalidatu, wakina mama wazazi, uzaa ni watoto, yurdhina auladahunna haulaini kamilaini, hunyonyesha watoto wao miaka miwili kamili. Hapa hunyonyesha sio kauli taarifa, imekuja katika sigha ya kauli taarifa, lakini makusudiwa na wanyonyeshe watoto wao miaka miwili, na wanyonyeshe watoto wao miaka miwili. Lakini Mungu anasema liman arada an yutimma radha'ata, kwa yule atakayetaka kutimiliza umri wa kunyonyesha miaka miwili, basi na anyonyeshe miaka miwili. Hiyo liman arada inaonyesha khiari. Inaonyesha nini? Khiari, kwamba mwanamama lau kama akimnyonyesha mtoto wake mwaka mmoja na miezi kadhaa, haikutimia miaka miwili, sio dhambi, sio dhambi kwa sababu ya aya hii. Na tuzingatie kwamba aya hii inazungumza kwa ujumla, lakini context, mazingira yenyewe ni yule mke uliomwacha ana mtoto ananyonyesha. Mtoto wako ujue kwamba huyu mama pengine ameshapata mtu mwingine, anania kumwoa. Je, amwambie kwamba mimi bwana siko tayari mpaka nimalize kunyonyesha? Au amwambie kwamba niko tayari kuolewa lakini nitaendelea miaka yangu miwili kumnyonyesha mwanangu bwana? Sawa. Kwa hivyo kuna mambo mengi yanaweza kuibuka hapa katikati. Sisi la msingi hapa tunamzungumzia mtoto kunyonya kwa mama yake. Kuna mchango gani katika mambo ya malezi? Kule kunyonyesha kuna uhusiano gani na malezi? Na hilo jambo la msingi sana. Tuko pamoja jamaa? Kwa hivyo liman arada an yutimma radhaa, anayetaka kutimiliza kunyonyesha. Lazima uko darasa lakini. Kwa hiyo liman arada an yutimma radhaa, kwa anayetaka kutimiliza kunyonyesha, kwamba kwa kuwa inahitajika mtoto anyonyeshe, mama lazima amnyonyeshe yeye moja kwa moja. Kisha Mungu anasema wa alal mauludi lahu, na yule baba ambaye ndio amezaliwa mtoto ni wa kwake, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi, anatakiwa amlishe, awape riziki, kwa maana ya walishe chakula, lakini vile vile na mavazi. Kuwa umemwacha mama yake hakukufanyi wewe ukawa sasa huwajibiki kumlisha na kumvisha. Ni wajibu wako, yule ni mwanao, na katika sheria ya Kiislamu ahkamu za kunyonyesha ni ndefu sana, na wewe unaitwa sahibul labani, maziwa yale yametokana na wewe, na mtoto ni mtoto wako, ananyonya kwa aliyekuwa mkeo. Unapaswa umvishe mtoto yule na mama yake ambaye anamhudumia mtoto, kwa sababu ni mwanao huyu, sio? La tukallafu nafsun illa wus'aha, haikalifishi nafsi illa kwa uwezo wake, kwa maana ya kwamba an'am wa kiswatuhunna bil ma'rufi, lazima katika kuvalisha na kulisha iwe kwa kadri
ilivyozoeleka. Manake maarufu ni kitu kilichozoeleka, yani asikudai zaidi wala usitoe zaidi ya inavyotakiwa. Mtuko pamoja, yani usipunje na usidaiwe zaidi ya ilivyozoeleka, kwamba matumizi ya kawaida yako hivi ya mama huyu kila siku anaweza kutumia matumizi kiasi fulani. La, kama utampa kiasi ambacho kawaida hawezi mtu kusurvive, haitofaa. Ndio maana almaarufu hapa sio kiwango maalum, kwamba jamii inaishi vipi, mahitajio ya siku kwa mama kama huyu na mwanae kiasi gani. Sasa wewe mwanamama usitafute zaidi, na huyu baba asipunje zaidi ya mahitajio kama ilivyozoeleka. Nadhani hapo imeeleweka. La tukallafu nafsun illa wusaha, nafsi haiwezi kukalifishwa illa kwa kadri ya wasaa wake, uwezo wake. Hawezi kutakiwa mzazi baba atoe zaidi ya uwezo wake, kwa sababu hata Mungu mwenyewe hakutaki ufanye mambo ambayo ni nje ya uwezo wako. Kisha Mungu akasema jambo muhimu sana ambalo tulisikiliza, anasema la tudharra walidatun biwaladiha, na mama mzazi yule asidhuriwe kupitia mwanae. Yani usifanye mambo yoyote yale ya kumdhuru yule mama kupitia mwanae, kwa maana kwa mfano ukamnyima matumizi, ukafanya chochote kile cha kumkomoa kwa sababu mmeachana. Qur'ani imekataza, bado unawajibika na yule mtoto. La tudhara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi, na si upande tu wa mama asidhuriwe, na vile vile baba asidhuriwe kwa mwanae. Yule mwanamama asitumie fursa hiyo ya kumbana aliyekuwa mumewe kupitia mtoto. Mara kamnyima kumuona mwanae, mara anamwambia mtoto sijui yuko kwa mjomba wake, mara hivi na vile, mara mtoto anaumwa, kila siku anaumwa, nitumie matumizi, nipe hiki. Anajua kuna shule za bei ya kawaida, anampeleka shule ya bei kubwa, kinyume na uwezo wa baba, lazima ulipe. Mara kampeleka polisi, mara kampeleka ustawi wa jamii, mara kamdai hiki na kile, mara orodha ndefu ya matumizi. Ilitokea hivi, imekwenda vile, tumetumia hizi na kudai. Baba asifanye wala mama asifanye. La tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi, na hata mauludun lahu ambaye ni baba na yeye asifanyiwe madhara kupitia mtoto. La, baba amekufa, wa ala alwarithi mithlu dhalika, yule mrithi sasa ambaye atakuwa ni wali wa mtoto, anayeshikilia mahala pa baba yule mtoto, anayetakiwa sasa amhudumie yule mtoto kwa niaba ya marehemu baba yake, na yeye pia asidhuriwe kupitia mtoto. Ndugu zangu, haya ndio mambo ambayo tunayo sasa hivi katika jamii. Watu wakishaachana, alafu kuna majukumu ya kulea mtoto. Hapa ametajwa mtoto mdogo mwenye kunyonya. Mungu anatoa tahadhari kwamba usiache majukumu yako ya kulea eti kwa sababu mmeachana na mama yake. Lazima ubebe majukumu, utaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na ni kukosa utu, kwa sababu mtoto ni wa kwako, ni mwanao, unatakiwa umtunze wewe. Kama uligombana na mama yake, hayamuhusu yeye, hahusiki chochote, ni dhulma ikiwa hutomlea kwa sababu tu umeachana na mzazi wake. Katika marahili haya Qur'ani inatufunza kwamba malezi yako pale pale. Sasa turudi nyuma, kunyonyesha. Anayenyonyesha ni mama. Kuna mazingira katika Uislamu inajuzu kwamba yule mama amwachie mwingine amnyonyeshe, kwa sababu ni khiari yake. Taban, ileweke, masala haya ni marefu sana katika fiqh. Sisi tunadokeza katika maeneo yanayotuhusu, maeneo ya malezi, sio? Lakini ieleweke kwamba yule mama akidai matumizi na gharama za kunyonyesha mtoto, ana haki kisheria. Yule mama akihitajia malipo ya kumnyonyesha mtoto baada ya kuwa mmeachana, sheria ya dini imempa fursa hiyo. Ibaki tu kwamba mwanangu sichukui chochote. Mathalan, mwanangu wetu atu matumizi,
hilo ni swala jingine, hiyo ni ihsani, sio? Lakini ana haki lau akitaka kuwa adai matumizi ya kumnyonyesha mtoto wako wewe mwanaume, na utapaswa umlipe. Sasa tuchukulie mfano, mama yule amefikia mahala akasema sitomnyonyesha miaka 2. Mkikaa wewe na yeye mkakubaliana, ndio aya inavyosema hivyo, tuisikilize. Mkakubaliana mumpeleke kwa mtu mwingine akamnyonyeshe, na pengine akadai malipo, ni sawa kisheria. Sasa hivi maradhi yamekuwa mengi sana watu wanatahadhari sana katika kunyonyeshana, na pengine mtu akaingia uzito kutoa mwanae anyonyeshwe na mtu baki, mtu wa pembeni, sio? Kuna maradhi mengi ya kuambukiza, lakini sisi tunafahamu hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alinyonyeshwa na Halima tu, na ilikuwa ni jambo la ada kabisa kwa Waarabu. Na ndio maana katika fiqhi kuna hukumu za kunyonyesha. Unaweza ukanyonyeshwa na mama mwingine, alafu akawa yeye ni bridge ya kutengeneza undugu wa kunyonya baina ya mtoto wewe na wale watoto wake, ikiwa patatimia zile radhaati ambazo zinafanya udugu wepo. Lakini kwa wale wa umri mdogo tu kama wa kwetu, tumeshuhudilia wakina mama wakinyonyesheana watoto wao, ni jambo ambalo lilikuwa pia ni la kawaida. Lakini kuna tahadhari sana sasa hivi za kiafya kwamba mtu ampe mwanae anyonyeshwe na mtu mwingine, Allahumma illa ikithibiti kwamba hakuna tatizo la kiafya, lakini kisheria ni jambo lipo. Qur'ani inasema wa 'ala alwarithi mithlu dhalika fa in arada fisalan an taradhin minhuma wa tashawurin, wakitaka kumtenganisha mtoto na kunyonya, lakini kwa kuridhika na kwa kushauriana baba na mama, fala junaha alaihima, hakuna tatizo. Bwana, mtoto huyu mwaka 1 na miezi 2 usa basi tena wameshauriana hilo, wakaamua tena. Mungu anasema taradhin wa tashawurin, kwa kuridhia na kwa kushauriana baina yao. Na si suala la mwanaume peke yake kuamua, sio suala la mwanamke mwenyewe kusema nistaki tena. La, watu washauriane, sio? Wakae wakubaliane, na zingatia kwamba hawa wawili wanaoshauriana ni watu walioachana. Kwa lugha nyingine ni kwamba kuachana hakufungi milango ya kushauriana na kuridhiana. Maridhiano yanawezekana katika jambo lenye maslahi baina ya wawili walioachana. Kwa hivyo basi, yale mambo ya kuachana alafu ikawa hata salamu alaikum hakuna, watu hawajuliani hali, kwa maana ya kwamba katika yale mambo yanayowahusu, kujua habari za mtoto, kujua mambo kama hayo, na ikibidi kusaidiana watu mloishi pamoja, Qur'an inasema wala tansaul fadla bainakum, hamwezi kusema hatujawahi kufanyiana ihsani. Haiwezekani kabisa. Miaka yote mloisha hamjawahi kufanyiana wema, hamjawahi kufanyiana ihsani. Naam, tuliwahi kufanyiana kwa kadri ambayo hatuwezi hata kuhisabu. Kwa hivyo la tansaul fadla bainakum. Sasa Qur'ani hapa inatufundisha kwamba kumbe inawezekana kabisa wakashauriana na wakaridhiana juu ya jambo lenye maslahi baina yao na likapita. Tabaan, mnapoachana wewe na yule mlioachana sio mume na mke, na kwa kuwa sio mume na mke, mipaka ya kisheria lazima iwepo, kwa sababu mipaka ya kisheria ikiwa haipo ni rahisi sana kudumbukia katika shimo la maasi. Ni rahisi sana kudumbukia katika shimo la maasi, kwa sababu nyie mmekaa pamoja muda mrefu, sio leo mnakaa faragha tena. Hapana, nyie sio mume na mke. Kwa hiyo mipaka ya kisheria lazima iwepo. Sasa madhal mipaka ya kisheria ipo, mengine yote yanaruhusiwa. Shaurianeni, mkikubaliana kwamba sasa tusimamishe kunyonya kwake, ahlan wa sahlan. Fa in arada fisalan an taradhi. Lakini asli ya yale maziwa na brandi hiyo ilikuwa ni pale palipotokea mapinduzi ya viwanda. Sasa mama aliyezaa anapewa muda miezi michache, kisha baada ya pale ana nini? Anamwacha mtoto nyumbani,
mtoto anakunywa maziwa ya kopo, kwa kuamini kwamba lile titi ni kwa ajili tu ya kumlisha mtoto. Lakini Kiislamu, na ndio maana maziwa yana maana kubwa sana, na misamiati mingi ya kisheria imetokana na hilo. Mwanaume mwenye maziwa yake anaitwa sahibul al-labani, yule mume ambaye yule ni mke wake ni sahibul labani, sio? Na kwa nini udugu unapatikana kupitia kunyonya? Kwa sababu maziwa yana nafasi kubwa sana ndani ya miaka miwili kumjenga mtoto na shakhsia yake, mwili wake na shakhsia yake. Tuko pamoja jamaa? Kwa hiyo kuna muhimu sana. Sasa mtoto wa leo ambaye ametenganishwa na mama katika kunyonya, ile relationship inakuwa si kubwa sana baina ya mama na mtoto. Mtoto anaponyonya hanyonyi tu. Sisi sote tunafahamu jamaa. Wakati ule ndio wakati mama zetu wanatutoa matongotongo toa matongotongo, anakupangusa nywele, shika kichwa. Jamani, mama huwa hatulii tu akamnyonyesha mtoto. Huwa anamnyonyesha huku anampapasa kichwa chake. Hiyo ni atifa, inajenga uhusiano fulani baina ya mama na mtoto. Humtoa matongotongo, humfutafuta uso, na mtoto ulishika lile titi akaling'ang'ania. Hayo ni mawasiliano, ni sila hiyo. Mama ambaye umekuwa ukikumbatia titi lake kwa miaka miwili, na yeye akikubeba ndio anakunyonyesha, uhusiano ule lazima uwe mkubwa sana. Ndio maana attachment baina ya mama na mtoto ni kubwa. Ukidhani kwamba kunyonyesha ni kula tu, ndio pale ambapo mtoto akishakuwa mafungamano na mama yanakuwa madogo, kwa sababu hakukulia mafungamano hayo. Yeye alikumbatia kibobo tu akikinyonya, mama hayupo, kamwachia mzigo kaondoka, yale mafungamano hayawi makubwa. Kwa hiyo uhusiano baina ya mama na mtoto hauko tu katika masala ya kunyonya tu, upo katika uhusiano wa kumpakata, wa kumshikashika kichwa nini, na si jambo dogo. Mtume amesema man masaha ala ra'si yatimi, mtu yoyote yule akipangusa kichwa cha yatima, kushika akipangusa kichwa chake kile, Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atamlipa thawabu kwa kadri ya nywele alizozipapasa, alizozishika, ambazo yeye mwenyewe aliyepapasa hajui idadi ya hizo nywele. Yeye mwenyewe aliyopapasa hajui idadi ya hizo nywele. Unadhani kwa nini Mtume amesema hivyo? Haya, kuna nini katika kupapasa kichwa cha mtoto? Unadhani ukipapasa kichwa cha mtoto anakuwa katika hali gani? Ana feel vipi? Kuna kitu anahisi uhusiano, anahisi upole, anahisi urafiki, anahisi uhuru fulani, anahisi kupendwa. Sasa huyu yatima umemfanya vile, kuna kitu umekitia kwenye moyo wake kwa kufanya vile, utalipwa. Haya, huyu mama kila siku anamfanya mwanae hivyo anapomnyonyesha, anajenga uhusiano ule. Kwa hivyo Uislamu unaamini kwamba kunyonyesha ni katika malezi, ni katika kujenga uhusiano baina ya mzazi na mtoto, na ni katika mambo ya msingi sana. Ndio maana aya hii ikatuhimiza hilo. Sasa wakina mama wa sasa hivi, na hili tunalisema hapa, kuna wakina mama hata sio waajiriwa, ni mtu yuko nyumbani kwake ana kazi zake, lakini hataki kunyonyesha. Anaamini kwamba kifua chake kikinyonywa sana kitaharibika, anataka endelee kuwa kijana. Pia kuna utamaduni huo jamaa, kuna utamaduni huo wa mwanamama asiyependa kunyonyesha. Maziwa anayo, lakini anataka amnunulie ya ng'ombe mwanae anyonye. Hatujasema ni haramu, lakini anapunguza sehemu ya uhusiano baina yeye na nani? Na mwanae. Yale mafungamano anayapunguza. Asishangae kesho kumwona kijana yule hana urafiki sana hata na mama yake, kwa sababu hakujenga hakutengeneza yale majukwaa ya uhusiano.
Hilo ni katika upande wa kunyonya ndani ya miaka miwili ile ambayo imetajwa ndani ya Qur'an. Mtoto huyu ana takriban miaka miwili. Tukitizama Uislamu sasa, tunamuona kijana huyu mwenye miaka miwili anaendelea kukua. Katika miaka miwili ile mpaka miaka 7, tuseme kuanzia 0 mpaka 7, miaka 0 mpaka 7 pamesemewa na hadithi zetu. Hadithi zetu zimesema, maimamu wamesema, wataalamu vile vile wa kimagharibi wamesema. Yule bwana Jean Piaget tulomtaja hapa, mwenye theory, nadharia yake inayosema cognitive theory of development, maendeleo ya ubongo wa mtoto, cognitive theory of development, kukua kwa ubongo kwa mtoto. Yeye anasema kwamba miaka 7 ya kwanza ya mtoto ni muhimu sana. Katika nini? Tutaielezea hapa. Katika nini? Yeye amesema, kwa sababu kuna maeneo mengi ya kusemewa kuhusu miaka 7 ile. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi maarufu anasema hivi: muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7. Sio mukallaf kisheria, hapaswi kusali, lakini ukimwamrisha katika umri huo unamwandaa mapema unamwandaa mapema. Asianze jitu zima unaanza kupambana nalo, kwa nini huswali? Kwa sababu halijazoea. Sasa we jamaa anzana naye akiwa mdogo tu, mchukue mpeleke msikitini, wapi, aizoee swala, aifahamu swala. Na si suala la swala tu, hata binti yako usingojee awe baligha ndio uanze kumwambia funika kichwa, vaa hijabu. Mtapambana sana, mtavutana, sio? Kwa hivyo hata yule binti vile vile mvalishe mapema akiwa mdogo, ili nini? Akikua akuwe nalo liwe ni jambo la kawaida. Muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7. Wengi katika sisi watoto hao tunao, je, tunawaambia kuswali au tunawauliza homework tu? Kifika nyumbani tu ya kwanza vipi, washafanya homework, lakini swala humuulizi. Muulize ili nini? Akupunguzie kazi ukubwani. Yale mapambano ya swali baadaye yatakuwa hayapo. Kwa hiyo wakishakuwa na miaka 7, we anza naye taratibu. Katika hadithi nyingine imamu anasema sisi tunaanza miaka 5, lakini hatutaki kuwatieni dhiki, maana nyinyi anzeni 7 katika nyumba za Ahlul Bait. Wadhribuhum alaiha wa hum abna'u 10. Nataka mpigie mstari hili, talijadili. Na wapigeni kwa ajili ya sala wakishafikia umri wa miaka 10. Wafarriqu bainahum fil madaji, na watenganisheni katika malazi. Usiniambie wote wa kiume, hata kama wote wa kiume, separation ile. Naona Mtume anavyotufunza jamaa. Vituko vinaanzia wakati huo, sinema zinaanzia wakati huo, mabaradhuli wanaanzia wakati huo. Sasa tumeambiwa watenganisheni. Ukija kule katika upande wa nje ya familia, tutaona pia kwenye mabweni yetu, kwenye shule zetu, kwenye maboarding yetu. Kwa hiyo Mtume anasema watenganishwe, kwa sababu wanaweza kuambukizana tabia mbaya. Shetani anaweza kuwa katikati yao, wanaweza kuwa walisikia masimulizi fulani wakataka kuyatekeleza. Inawezekana waliwahi kuona jambo fulani wanataka kulitekeleza. Hadithi nyingine vile vile inasema da ibnaka yal'abu 7 sinin, mwache mwanao acheze. Na hapa nilikuwa napataka hapa miaka 7. Miaka 7 ya kwanza, sio Kwanza umeambiwa kishafikisha miaka 7 anza kumzoesha kuswali, lakini wakati huo huo mwaka 1 mpaka 7 hadithi inasema mwache mwanao acheze. Mwache mwanao acheze, kwa sababu hadithi hii ni ndefu. Wa yuadabu 7 sinin, na afundishwe adabu. Usiseme atiwe adabu, afundishwe adabu miaka 7 ijayo, maanake mpaka 14. Wa alzimuhu nafsaka 7 sinin, miaka 7 ingine ijayo mpaka 21 lazimiana naye, kuwa naye karibu
utoka naye. Fa in aflaha, ikiwa atafanikiwa katika hiyo 21 miaka, wa illa fa innahu la khaira fihi, umefanya jitihada zako zote miaka 21 hakukaa sawa sawa, hadithi inasema huyu hana khairi, huyu hana khairi. Lakini hana khairi maana yake ni kwamba usallim amri, kwamba basi tena, hapana. Tumesema malezi hayaishi, sio Kwa hivyo usiseme nimesallim amri, Mtume mwenyewe kasema hana khairi, basi na mimi nishamwachia, asiyefunzwa na mamaye ufunzwa na dunia. Hapana, atakudhuru na wewe pia, kwa sababu mwanao ni wa kwako. Kwa hivyo pale nikuambia kwamba kapitia njia zote hizi hajatengemaa, kuna mtihani. Sasa tutizame miaka 7 ya kwanza. Hadithi inasema mwacheni acheze, mtoto acheze. Na kuambieni sisi kama wazazi, nataka kuambieni kwamba hiki kipengele cha hadithi sisi wote hatujafanikiwa kukitekeleza, kwa sababu wataalamu wanasema kwamba mtoto kwa kipindi hiko, mchezo ni sehemu katika makuzi ya akili yake pia, sio mwili tu. Yaani michezo kwa mtoto haichangii tu kukua kwa mwili wake, wala haichangii afya ya akili yake peke yake, bali huchangia vile vile kinga ya mwili wake na maradhi mbalimbali, elimu, maarifa, ile curiosity anayokuwa nayo katika kipindi kile, kutaka kujua mambo. Ndio wakati anapoweka hazina kubwa sana ya maarifa ambayo atayatumia katika maisha yake. Ndio Piaget anasema kwamba miaka 7 ya mtoto ya kwanza hujifunza vitu ambavyo atavitumia katika maisha yake yote. Lakini wewe ukimwona unaona anacheza tu, kumbe katika kucheza kuna kujifunza kule. Haya, sisi kina wazazi wangapi katika sisi tunatoa fursa ya kucheza mtoto? Halipo hilo Basi hadithi, kwa sababu usipomwekea pa kuchezea atachezea sebleni, na wewe unataka saa zote uone sebule imepangika vizuri tu. Kwa nini msigombani? Mimi napanga, nyinyi mnapangua, hamsikii makofi, piga na nini. Kama hadithi imetaja kucheza, maana yake mzazi anatakiwa afanye nini? Amwachie mazingira ya kucheza, sio? Hayo mazingira yapo. Tukisema kucheza, maana yake tope lake, mchanga ni wa kwake na vingine, sio? Basi ndio maana kucheza, sio? Wewe unamtaka acheze na asichafuke. Yaani acheze na asichafuke. Akichafuka anapigwa. Ina maana kwamba umelimit michezo yake, umemfanya kwamba acheze vile unavyotaka wewe. Sina uwezo wa kununua vitu vya kuchezea. Mtoto hamalizi michezo. Hata usimnunulia chochote, hakosi cha kuchezea. Atakata vijiti, atafanya vile, atavikunja vile, atafanya vile, makaratasi atakatakata, atatengeneza hiki, atatengeneza kile. Hakosi, kwa sababu limo ndani ya maumbile yake katika kipindi hiki kucheza. Ndio ile sasa jitu zima unaliona linacheza kwa sababu lilinyimwa michezo zamani. Kwa hiyo linafanya qadha. Ana qadha na kafara za michezo. Anaanza kuendekeza michezo mingine mpaka ya ajabu, kwa sababu hakupewa fursa ya kucheza akiwa mdogo. Ni hadithi nasema acheze kipindi cha kwanza hiki, miaka 7 apewe fursa ya kucheza. Sasa kule kucheza kuko ndani ya damu yake. Ukipata mtoto mtulivu, manake nyinyi mnaweza kusema mtulivu, amekaa tu hivi nini, basi huyo mtoto hayuko sawa sawa. Huyo mtoto ambaye anaweza kukaa hata kujikuna hajikuni, unamuita ni mtulivu, hayuko sawa sawa. Huyo ni abnormal, hayuko normal. Kwa hiyo usijifaharishe na mtoto namna hiyo Kwa mwanangu bwana akikaa amekaa bwana. Huyu bwana mtizame, hayuko sawa sawa huyu. Anapoteza sifa katika sifa za utoto. Mtoto lazima pawepo pale mahala pawe vurugu mechi kila saa katika umri huu. Ile sio kasoro.
ni sifa ya utoto. Akinyimwa anadhulumiwa. Kuna mambo gani yanapatikana pale, tutayaona katika darasa yetu ijayo, kwa sababu tukianza hatutoyamaliza. Sasa kwa sababu ya dharura fulani, leo ningependa nikomee hapa, na muda wetu taban umetimia. Tutakomea hapa, tutaanzia hapo inshallah kesho. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.